Bei ya gesi barani Ulaya imepanda kwa zaidi ya 30%, na hii ni baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutishia kulipua kwa nguvu eneo kubwa la gesi Mashariki ya Kati, huku kukiwa na hofu ya bei ya mafuta ghafi kufikia dola 200 za Kimarekani kwa pipa, na madhara ya kiuchumi yanaweza kudumu kwa miaka kadhaa. Na hii ifahamike kwamba si Ulaya pekee itaathirika na athari hizo, bali dunia nzima. Na hii ni kutokana na Mashariki ya Kati kuwa kitovu katikati ya uzalishaji wa gesi na mafuta yanayotumika katika mataifa mbalimbali duniani ikiwemo barani Afrika. Kwa mujibu wa jarada la Daily Mail la Uingereza, hali hiyo imekuja baada ya Iran kutishia jana usiku kuvuruga kabisa soko la nishati duniani kupitia vita kamili ya kiuchumi kwa kuongeza mashambulizi ya makombora dhidi ya mitambo ya mafuta na gesi. Katika hatua mpya ya kuchochea mvutano wa mzozo wa Mashariki ya Kati, vituo vya nishati katikati ya nchi jirani za Ghuba zililazimika kuhamisha wafanyakazi wake baada ya utawala wao kutishia kuvishambulia ndani ya saa chache zijazo. Hatua hiyo imefuatia shambulizi la anga la Israel dhidi ya eneo kubwa zaidi la gesi asilia duniani, South Pole, lililoko Iran, linalochangia takriban 70% za uzalishaji wa gesi wa nchi hiyo. Kwa ubabe kabisa, Trump alisema hakujua chochote kuhusu shambulizi hilo, lakini akatishia kulipua kabisa kituo hicho kwa nguvu na uwezo ambao Irani haijawahi kuona iwapo Irani itaendelea kuishambulia Qatar. Chanzo kimoja chenye ufahamu wa swala hilo kilisema mapema Jumatano Marekani ilikuwa imearifiwa kuhusu mpango wa Israel kushambulia eneo hilo la gesi, lakini haikushiriki katika operation hiyo. Kama tunavyomfahamu, Trump hakuishia hapo. Aliandika kwenye mtandao wake wa Truth Social akisema, sitaki kuidhinisha kiwango hiki cha vurugu na uharibifu kutokana na athari zake za muda mrefu kwa mustakabali wa Iran. Trump akasisitiza kwa kusema hata sita kujibu mashambulizi. Mashambulizi ya Iran dhidi ya Qatar yameendelea leo asubuhi. Mitambo ya gesi kimiminika katika eneo la viwanda la Ras Laffan imewaka moto. Qatar imesema zimamoto imefanikiwa kuzima moto katika kituo kikubwa cha LNG baada ya kulengwa na kombora la Iran, jambo lililosababisha bei ya gesi Ulaya kupanda kwa kasi. Qatar wanasema uzalishaji wa gesi katika eneo hilo ulikuwa tayari umesitishwa kufuatia mashambulizi ya awali, lakini wimbi jipya la makombora limesababisha mioto mikubwa na uharibifu zaidi, kwa mujibu wa taarifa hiyo. Baada ya shambulizi hilo, bei za mafuta duniani zimepanda kwa 5% jana, baada ya soko kuitikia kauli ya kiongozi mpya wa Iran aliyesema vituo vya nishati vya Saudi Arabia, Falme za Kiarabu na Qatar sasa ni maeneo halali ya kushambuliwa. Gavana wa mkoa wa Iran Eskander Parsal amesema mwelekeo wa vita sasa umegeuka kuwa vita kamili ya kiuchumi. Wakati huo huo, bei ya mafuta kwa waendesha vyombo vya moto nchini Uingereza imepanda hadi kiwango cha zaidi katika kipindi cha miezi 18. Katika ishara nyingine ya athari za kiuchumi kuanza kuonekana, Trump ameidhinisha meli zenye bendera za nchi nyingine kusafirisha mafuta kuelekea Marekani. Jana waziri wa Uingereza Keir Starmer ameonya kuwa kadri mgogoro huu unavyoendelea kwa muda mrefu, ndivyo utakavyokuwa na athari kubwa zaidi kwa gharama za maisha kwa wananchi. Wakati huo huo, nchi za Ulaya zimechukua hatua za haraka kupunguza athari za kupanda kwa bei ya mafuta kufuatia mashambulizi katikati ya mitambo ya nishati ya Ghuba, ikiwemo kituo kikubwa zaidi cha gesi duniani kilichopo Qatar. Hatua inayotajwa kuwa ongezeko zaidi la mzozo wa kiuchumi katika vita ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Kwa mujibu wa Reuters, kampuni ya mafuta ya taifa ya Qatar, Qatar Energy, imeripoti kuwa uharibifu mkubwa baada ya makombora ya Iran kulenga mji wa viwanda vya Ras Laffan unayochakata takriban theluthi moja ya gesi kimiminika duniani. Mashambulizi hayo yalikuwa ni majibu kwa Israel baada ya kushambulia eneo kubwa la gesi la Iran. Aidha, bandari ya akiba ya mafuta ya Saudi Arabia katika bahari ya Sham pia imeshambuliwa. Mashambulizi hayo yaliyolengwa kwa umakini mkubwa yameonyesha uwezo wa Iran kuendelea kulipiza kisasi kwa gharama kubwa zaidi ya kampeni ya Marekani na Israel, pamoja na kuonyesha mipaka ya mifumo ya ulinzi ya anga katika kulinda mali muhimu za kimkakati katika eneo la Ghuba. Pia yameibua dalili za ukosefu wa mkakati na malengo ya kivita katikati ya wahusika wakuu wawili. Karibu wiki 3 sasa tangu vita hiyo kuanza. Ilikuwa mtu wa kwanza kupata habari zetu. Tafadhali usisahau kusubscribe, kulike na kucomment